Viongozi wa kidini pamoja na wazee kutoka ukanda wa Pwani walijumuika pamoja asubuhi ya Jumanne tarehe 2 Julai kutoa ghadhabu zao kuhusu uamuzi wa Mahakama Kuu wa kusema watoto wa nje ya ndoa wanaruhusiwa kurithi. Supreme Court imetoa uamuzi wa kusema kuwa mwanaharamu afaa kurithi kama mtu mwingine. Kwa hiyo tuwaambia Supreme Court, sisi hatuko pamoja na haya. Ndio mwanzo, hii ndio leo tuanza haya, lakini tutaingia barabarani na tutafanya kila hali kuhakikisha kuwa imekuwa review. Dini yetu ya Kiislamu imetuamuru kuheshimu dini zote. Uislamu umetuambia tuheshimu dini ya isiyokuwa yetu na wasiokuwa na dini yetu waheshimu dini yetu. Hii ndio nidhamu yetu sisi Waislamu. Fungu cha 32 katika katiba ya Kenya yaeleza uhuru wa kuabudu na uhuru wa mtu kuamini alitakalo, hata kuzungumza habari ya Qur'ani au hadithi. Hii katiba ya Kenya, wao hawa mahakimu ambao kwamba wao walioipitisha hii katiba, uhuru wa kuabudu Kenya na imani ya mtu ile anayoamini katika dini yake asiingiliwe, ndivyo ilivyosema katiba. Sasa ni vipi hawa mahakimu watuingilia katika dini yetu? Kuhakikisha kwamba sisi tupopeleka wabunge na maseneta, hawa ni lawmakers na ni parcel katika wenye kutengeneza sheria. Sisi ni kuwalazimisha viongozi wetu wa Kiislamu wahakikishe sheria hii imekuwa amended. Wabunge wetu kama wanavyoshawishiwa pamoja na maseneta kukubali kutengeneza motion katika sheria ya Kenya, waweze kuwashawishi hata wasiokuwa wabunge wa Kiislamu, maseneta wa Kiislamu, wasaidiane na wao kwa sababu waweze kuokoa sheria yetu ya Kiislamu iweze kutekelezwa. Kama ni amendment ifanywe, sheria kama hii iondoshwe kwa mujibu wa dini yetu. Nikiripotia Al Hajar TV kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni wako Abdurrahman Alui.